Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Na mpendwa mtazamaji wa MAM Media, tunakukaribisha katika kipindi chetu cha leo. Nakuwa na mwalimu ambaye anakuletea majibu ya Biblia kwa maswali yako. Lakini mbele ya kuingilia kipindi cha leo, acha tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yako hii. Umeruhusu tumpokee mtumishi wako ili atuletee majibu haya katika ulimwengu wa dini. Tunaomba upate kwa pamoja nasi katika kipindi mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu, amen. Amen. Na mwalimu Zakaria, nikukaribishe kwanza katika kipindi chetu cha majibu ya Biblia kwa maswali ya msikilizaji. Asante. Tunakuwa na furaha sana kukupokea, na kunakuwa na maswali ambayo tutakuuliza. Asante. Katika ulimwengu wa dini, hasa katika Ukristo, kunakuwa na neno ambalo wanaita ubatizo. Naam. Unaweza kutuambia ubatizo ni nini? Asante. Ubatizo, tukisema ubatizo ni neno ambalo ni la Kiswahili. Ndio. Lakini asili yake sio katika Uswahili au katika Kiswahili chenyewe. Asili yake ni katika neno la Kigiriki linaloitwa baptizo. Kwa hiyo ikichukua maana tu ya kisayansi hivyo ya kilugha, ina maana ni kuzamisha ndani ya. Kwa hivyo sasa, nikichukua hii simu na kuizamisha ndani ya, ikiwa ni ndani ya vumbi, kwa maana ya Wagiriki watasema nimeibaptizo simu yangu. Nikichukua hii simu na kuizamisha ndani ya mafuta, ikazama kabisa na kuishilia, kwa maana ya neno lile nitakuwa nimebaptizo simu yangu kwenye mafuta, kwa maana ya kusema nimezamisha ndani ya. Iwe ni kwenye maji, iwe ni kwenye kitu gani chochote kile ambacho atatiwa mtu, kitu au mnyama, neno lenyewe ambalo litakalotumika ni kubaptizo. Na ninataka msikilizaji na mtazamaji aelewe hili jambo. Kwa hivyo wanaoweza kubatizwa sio binadamu peke yake, hata vitu na watu. Kumbe nikichukua hii Biblia na kuizamisha ndani ya mafuta, nimeibaptizo. Kwa maneno machache, ubaptizo ni kuzamisha ndani ya. Asante. Asante sana. Lakini katika dini hili neno ubatizo wanalitumia katika njia tofauti. Ndio. Wengine wanaruka moto, wanasema wamebatiza. Wengine wanaongea maneno tu, ndio, wanasema wamebatiza. Wengine wanazamisha katika maji, na wanasema wamebatiza. Sasa ni ubatizo, uhalali wake ni nini katika njia hizo ambazo wanazitumia? Kwa maneno mengine ni kama mtu ambaye anayetaka kujua ni upi ubatizo wa kweli, kwa sababu wamoja wanazamishwa ndani ya maji, wengine kwa kutamka tu maneno halafu wanasema kwamba hapo wamebatizwa. Na nikupashe tena taarifa zingine kwamba kuna wengine wanachapwa viboko, na baada ya kuchapwa viboko vile inasemekana kwamba wamebatizwa. Nimeshuhudia kisa kingine ambacho kuna kanisa fulani ambayo nayo ilijiita ni kanisa ya Kikristo, ambapo mchungaji wake anawabatiza waumini kwa tendo la ndoa. Ina maana mke akisema anataka kubatizwa mke wako, bwana ndugu hapa, ukikubali kwamba mke wako atabatizwa kwangu kama mchungaji kwenye lile kanisa lile la Kikristo pia, unamleta yule mke wako, alafu unachukua mishumaa, unaiwasha, unawawekea pale kwenye chumba, unatandika vizuri kitanda, unakiandaa vizuri, zile mishumaa unaziwasha. Baada ya kuziwasha, utasubiri ushuhudie ubatizo wa mke wako, huku mchungaji akimbatiza. Na atakavyombatiza ni kumvua mavazi kule ndani. Watu wazima wanaelewa kile ninachozungumzia. Hapo watasema kwamba amebatizwa. Jambo hili wanaliita pia nao ni ubatizo. Ikiwa ni mume ndiye atabatizwa, kazi kwa mke wa mchungaji sasa. Inaomba mchungaji naye ashuhudie jinsi mshiriki wake wa kiume anabatizwa. Kwa hiyo sasa unaposema kuhusu ubatizo wa maji,
nini maana yake pale na nini kinachoendelea. Ndio. Wakristo wakizungumzia kuhusu ubatizo wa maji, mimi sijauliza ubatizo wa maji, ninauliza ni ubatizo upi ulio halali sasa katika yale ambayo nimeyasema. Ndio. Kati ya kusema maneno tu na kufanya vitendo ambavyo unamaliza kuvisema, lakini pia kuruka moto, ndio, pigwa fimbo, ndio. Ni upi ambao ni ubatizo halali katika Ukristo? Ni upi ubatizo halali katika Ukristo? Naamini mpendwa mtazamaji pale nyumbani pia unaiamini Biblia. Nitaomba tuchukue basi Biblia zetu kusudi tuweze kumzungumzia hili jambo. Na nataka tuchukue Biblia zetu katika Yohana, kitabu cha Yohana. Naomba ufungue Biblia yako. Saidia kusoma hapa. Ndio. Yohana. Ni vizuri nikisoma katika Biblia ya kwangu. Ndio. Ili mtazamaji asiseme umempachika mambo. Ndio, inaomba usome kwenye Biblia yako. Sababu nikisoma kwenye yangu anaweza akasema alisoma kwenye yake. Ndio. Sijui umefika kwenye kitabu cha Yohana. Ndio. Na kama umefika kwenye kitabu cha Yohana, nitaomba uchukue Yohana sura yake ya 3. Sura ya 3. Ndio. Nimefika sura ya 3. Naomba uanze fungu la 23. 23 inasema. Ndio. Na Yohana vile vile ndio alikuwa akibatiza katika Ainoni. Ndio. Karibu na Salimu. Karibu na Salimu. Ndio. Kwa sababu maji mengi yalikuwa kule. Ina maana kwenye Ukristo hapasemeki ubatizo pasipokuwa na maji mengi. Ndio. Na ikiwa watu walimwendea Yohana huko karibu na Salimu, yeye mwenyewe ikiwa alichagua, Biblia imeshasema sababu ya kuchagua. Sababu ya kuchagua ni kwamba kulikuwa na maji mengi. Lakini inawezekana mtu akasema maji mengi ni kwa sababu watu pia watakaobatizwa ni wengi. Ndio. Lakini usifikiri hivyo. Kwa sababu ukifikiri Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni chanzo cha Ukristo, unaweza ukaona naye anamwendea Yohana kule ili abatizwe. Mathayo sura ya 3. Nataka twende kwenye Mathayo sura ya 3 ili kwamba uone kile kilichofanyika hapo. Ndio. Mathayo sura ya 3. Ndio, Mathayo sura ya 3, nataka uangalie fungu la 13. 13 yake inasema. Ndio. Wakati ule ndio Yesu akatoka Galilaya hata kufika Yordani kwa Yohana. Ndio. Akabatizwa naye. Sasa Kiswahili Biblia ya Zanzibar inasema, nikisoma hapa inasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Yohana akienda kwenye Yordani, Yesu akimfuata kwenye Yordani, hajamfuata tu kwa sababu kule anaweza akabatizwa, lakini kwa sababu Yordani pia ni mto mwingi. Na baadaye utaona ya kwamba kwenye fungu la 14 kuna kitu kilichotokea. Nisomee fungu la 14. Hii Mathayo sura ya 3. Ndio, 14. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Ndio. Akasemaje? Mimi ninahitaji nibatizwe nawe. Mimi ninahitaji nibatizwe nawe. Nawe unakuja kwangu? Na wewe unakuja kwangu? Yesu akajibu akamwambia. Akamwambiaje? Kubali hivi sasa. Kubali hivi sasa. Sababu hivi imetupasa kutimiza haki yote. Ina maana ukibatizwa katika maji mengi, unapokuwa Mkristo umetimiza haki yote. Kama vile Yesu Kristo alivyofanya, akaenda kutimiza haki yote katika Yordani. Na kwa swali linalouliza ni upi ubatizo wa kweli katika Ukristo, kati ya kupigwa fimbo, kuruka moto na mengine mengi, hapa nitakuwa bila mashaka kueleza kwamba huu ndio ubatizo wa kweli, ule wa kuzamishwa ndani ya maji kama Yesu alivyofanya. Ila swali lingine linaweza likaja, je, kweli Yesu alizamishwa ndani ya maji ili tuite ubatizo huu kuwa ndio ubatizo halali? Fungu linalofuata linasemaje? Fungu la 15 hapo kwenye Mathayo sura ya 3.
linasema hivi. Linasemaje? Yesu akajibu akamwambia, ndio, kubali sasa hivi, sababu hii inatupasa kutimiza haki yote. Ndio. Basi akamkubali. 16. Wakati Yesu alipobatizwa, kwenye Kiswahili cha Zanzibar wanasema alipokwisha kubatizwa. Ndio. Alipokwisha kubatizwa ikawaje? Wakati Yesu alipobatizwa, mara alitoka katika maji. Je, alitoka katika bakuli? Alitoka katika maji. Alipokwisha kuruka moto, inasemekana alitoka katika maji. Alipokwisha kuchapwa fimbo, alipotoka katika maji. Ikawaje? Alipotoka katika maji, na tazama mbingu zikafunguliwa. Alafu akaona roho ya Mungu, ndio, akishuka kama hua. Sawa. Akikuja juu yake. Ndio. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwana wangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kuna mambo mawili ambayo lazima wewe pamoja na mtazamaji uyaelewe. Ndio. Nayo ni haya. Neno la kwanza ni kwamba Yesu mwenyewe ambaye ni mfano wetu alitoka katika maji siku ya ubatizo wake. Ndio. Ina maana alizamishwa ndani ya nini? Ya maji. Nakumbuka katika enzi zile maneno ya Kigiriki yalikuwa yanajulikana katika Uyahudi. Ndio. Na ikisema kubatizwa, tulitangulia kusema ni kuzamisha ndani ya. Yesu amezamishwa sasa ndani ya maji. Ndio. Kwa Wakristo wanaotaka kuiga mfano wa Yesu Kristo, kwa sababu aliwahi kusema pia katika maneno yake akasema ya kwamba wale wanaoniamini watafanya kama mimi na watafanya mambo zaidi ya haya ninayoyafanya. Kwa hivyo jambo la kwanza, ili kutimiza haki yote ukiwa ni Mkristo, lazima uzamishwe ndani ya maji kama Yesu alivyozamishwa. Na jambo la pili ambalo ningetaka uzingatie ni kwenye sehemu ya mwisho ya lile fungu la 17. Baada ya kubatizwa katika maji mengi, ndipo Roho alishuka juu ya Yesu. Tena baada ya hapo ndipo kulitoka tangazo linalosema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Mimi ninadhani, sijaisoma popote, kama Yesu angekuwa amefanya kosa la kuzamishwa ndani ya maji, japokuwa ubatizo unaohitajika ni tofauti na huo, Mungu hangetoa tangazo la kusema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Angekuwa amefanya kosa, hilo tangazo halingetokea. Lakini ikiwa si ni Wakristo, basi tutazamishwa ndani ya maji. Kwa swali lako la upi ubatizo wa kweli katika Ukristo, ni ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji. Asante sana mwalimu. Nipende tu niulize na hili. Je, katika Ukristo ni lazima kubatizwa katika ule ubatizo wa maji mengi? Kwa sababu katika Ukristo ule tunaona wamoja wanabatiza kwa maji, wanaweka kwenye kopo, wanamwanga kidogo kichwani. Nao wanatumia maji lakini si maji mengi. Na wengine wanatumia yale maji mengi. Nipende utuambie, ni lazima kubatiziwa kwa yale maji mengi au si lazima? Kwa sababu katika maisha kunakuwa na vitu ambavyo ni lazima na vitu ambavyo si lazima. Mfano ni kwamba ni lazima mwanadamu apumue ili aendelee kuishi. Pasipo kupumua hautaishi. Ndio. Sasa ubatizo wa maji mengi kama unavyosema ni lazima au inaweza kuwa ama isikuwe? Kwenye ulimwengu wetu kuna mambo ambayo tunaweza tukachukua kama ni kawaida au kitu cha chini sana ambacho matokeo yake ni machache sana au madogo. Yeah. Na nikushukuru kwa swali lile. Je, ni lazima unapokuwa umemwamini Yesu Kristo ubatizwe kwa kuzamishwa ndani ya maji? Sababu kweli wako wale ambao wanaomwagiliwa tu maji kidogo juu ya kichwa. Yeah. Je, ni lazima? Hilo ndilo swali. Ninataka Biblia ilete majibu. Ndio. Kama kweli ni kwa Mkristo ndo unaulizia hili swali, nitasema moja kwa moja ni lazima. Lakini mtazamaji nyumbani anaweza akasema ni lazima kwa nini? Katika Biblia yako na yangu, hata pale nyumbani katika Warumi sura ya 6, ningependa tuanze na fungu la 3. Warumi sura ya 6 fungu la 3. Sura ni ya 6 fungu la 3. Fungu la 3 nimefika pale. Ndio. Inasema hivi.
au hamfahamu, sisi sote tuliobatizwa katika Yesu Kristo, ndio tulibatizwa katika kufa kwake. Tulibatizwa katika kufa kwake. Hivi tulizikwa pamoja naye. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa njia ya ubatizo katika kufa. Katika kufa. Hata kama Kristo alivyofufuka toka wafu kwa njia ya ufufuko. Vivyo hivyo tutembee katika upya wa uzima vile vile. Amen. Kabla nitoe maelezo machache kuhusu fungu hili, ndio nataka ukumbuke Yesu Kristo wakati anakuja kwa Yohana Mbatizaji, Yohana alitaka kumzuia. Ndio. Lakini Yesu akamwambia, usinizuie. Maana hivi ndivyo inavyonipasa kutimiza haki yote. Ndio. Na ikishakuwa ni swala la kutimiza haki yote, kumbe kuzamishwa kwa maji mengi ni lazima. Ndio. Lakini mpaka hapo anaweza kauliza msikilizaji pale nyumbani, kwa nini ni lazima? Ndio. Kwa sababu sisi tuliobatizwa katika Kristo, kama Biblia inavyosema, tulibatizwa katika mauti yake. Sio tu ishara peke yake, bali ni tangazo kubwa. Ni tulizikwa pamoja naye katika mauti yake. Wakati unazamishwa ndani ya maji, unatangaza kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu. Ndio. Lakini wakati unapandishwa, inatangaza umefufuka pamoja na Kristo. Ndiyo maana anasema tuenende katika upya wa uzima. Ina maana sio mimi tena ninayeishi, bali ni Kristo ndani yangu. Kwa maana ya kusema kuwa wakati umezamishwa ndani, unatangaza kifo cha Kristo, na wakati unapandishwa unatangaza ufufuo wa Kristo, ambalo ni tumaini la kila Mkristo. Na ikiwa lile haliwezi kuwa ndiyo maana ya ubatizo wa kuzamishwa kwa maji mengi, basi sio lazima. Lakini kwa kuwa hiyo ndiyo tangazo inayotangazwa na kila Mkristo, baada ya kubatizwa anatangaza, kuzamishwa anatangaza nimekufa pamoja na Kristo. Akipandishwa anatangaza nimefufuka pamoja na Kristo. Kwa maneno machache, wale ambao hawajabatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji hawajatangaza kifo, na ikiwa hawakupandishwa kutoka katika maji hawajatangaza kufufuka kwa Kristo. Kwao kifo cha Kristo hakina maana yake. Asante. Asante sana mwalimu, na waza mpendwa mtazamaji amekufuata vizuri. Asante. Lakini inawezekana nakuwa na swali lingine la kukuuliza, anaweza kuandika mkomantere. Lakini pia kama anakuwa na maoni tofauti na hayo, anaweza kuandika mkomantere. Ni kushukuru tu na kukuombea Mungu akubariki sana. Asante sana ndugu, na ni furaha yangu kwa kwenye Mam Media. Asante. Ukitaka kumpata yeye ni mwalimu Zakaria. Ukimtafuta kwenye YouTube unaandika Zakaria Biyumanine. Ndio, ni hiyo. Utamuona yeye ni life coach, pia ni pastor, pia ni mwalimu. Asante. Ni mwandishi wa vitabu. Ndio. Utafaidika kumjua zaidi. Asante sana, ubarikiwe. See you. Lakini jifunze.